Tuangalie kuhusiana na bidhaa bora ya afya ya Trevor. Trevor ni bidhaa ya kimapinduzi ambayo iko katika mfumo wa kimiminika. Ni bidhaa nzuri kwa ajili ya afya. Ni bidhaa ya asili ambayo imetengenezwa katika mimea, mboga mboga pamoja na matunda ambayo imepatikana baada ya utafiti wa miaka 4.5 kuweza kuzunguka sehemu mbalimbali duniani kuangalia mimea, matunda na mboga mboga ambayo yana faida kubwa kiafya. Baada ya kuzunguka wakaweza kukusanya hivi vitu na kuweza kuweka katika maabara kutengeneza kitaalamu, wakapata formula ya vinilishe 174. Ni vinilishe vingi sana katika hii bidhaa moja, ambapo hakuna bidhaa nyingine yote duniani yenye vinilishe vingi kama bidhaa ya Trevor. Hivyo ni bidhaa ambayo haina madhara kiafya, ni bidhaa ambayo imeweza kutengenezwa kitaalamu baada ya utafiti wa muda mrefu na kuweza kuleta matokeo mazuri sana ya kiafya. Bidhaa ya Trevor imetengenezwa katika vyanzo vingi kama nilivyosema, matunda, mboga mboga pamoja na mimea ambayo inapatikana katika sehemu mbalimbali duniani. Mimea hii ina faida kubwa sana kiafya. Na tutaangalia baadhi ya hii mimea na vitu ambavyo vinaunda bidhaa ya Trevor ambavyo vina msaada mkubwa sana kiafya. Kuna madini ambayo yanaitwa Coral Calcium Complex. Madini haya yanapatikana katika ufuko wa bahari, katika bahari kule nchini Japan, Okinawa. Sasa hii Coral Calcium ina msaada mkubwa sana kiafya kwa sababu ni calcium ambayo iko katika kiwango kikubwa kuliko bidhaa nyingine yote ambayo unaweza kutumia. Hivyo Coral Calcium inaweza kusaidia mambo mengi, ikiwemo kuweza kusaidia mfumo wa seli ya mwili, lakini pia afya ya moyo, inasaidia mfumo wa kinga mwilini, miguu, joint, lakini na afya ya wanawake pamoja na vitu vingi ambavyo hii Coral Calcium inaweza kusaidia. Mbali na Coral Calcium kuna vitu vingi kama aloe vera, kuna matunda kama acai berry na mengine mengi sana yanayopatikana sehemu mbalimbali duniani. Lakini kuna tunda bora ambalo linaitwa tunda la mangosteen. Ni tunda ambalo linapatikana kusini mashariki mwa Asia, bara Asia. Na kwa nchi kama Thailand, Malaysia na Indonesia ni nchi ambazo zimelipa heshima kulita tunda la taifa. Wamelita hivyo kutokana na matokeo mazuri ambayo yanapatikana katika tunda hilo, na limekuwa likitumika zaidi ya miaka 400 katika tiba. Hili tunda ni tunda ambalo ni bora kuliko matunda mengine, na wengine wanalita ni malkia wa matunda yote kwa sababu ni tunda ambalo lina faida kubwa za kiafya ajabu sana, na inasaidia mambo mengi ikiwemo mfumo wa kinga mwilini, lakini pia inasaidia pia katika mzunguko wa damu, afya ya moyo pamoja na akili na mambo mengine mengi sana. Lakini Trevor ni bidhaa ambayo inatumiwa hata na watoto, na watoto wanaipenda sana kulingana na ladha yake. Trevor ni tamu, na katika utamu huo haijawekwa sukari. Imewekwa mmea unaitwa stevia ambao unapatikana kule Paraguay nchini Brazil. Huu mmea wenyewe ni mtamu kwa asili, hivyo uliwekwa kwa ajili ya kuweka ladha nzuri katika bidhaa ya Trevor. Sasa huu mmea mbali na ladha nzuri unaweza kusaidia inasaidia afya ya shinikizo la damu pamoja na mambo mengine mengi sana yanayopatikana kama faida kutoka katika tunda katika mmea huu wa stevia. Kwa siku miili yetu inahitaji vinilishe 90 ikiwemo madini, vitamini, amino acid pamoja na fat acid. Sasa katika milo yetu tunavikosa hivi vitu. Hivyo kuna umuhimu mkubwa sana kuweza kutumia Trevor ili iweze kutusaidia. Na Trevor ni bidhaa bora ambayo imepata vithibitisho kutoka taasisi mbalimbali ikiwemo maabara za Brunswick ambayo wenyewe walithibitisha baada ya kupima na kugundua kwamba ina kiwango kikubwa cha ORAC ambacho ni zaidi ya 400,000. ORAC ni uwezo wa kuweza kupenya katika seli na kuweza kulinda, kuweza kuondoa sumu mwilini na kuweza kulinda seli. Lakini pia kuna Kosha. Kosha ni taasisi ya Wayahudi ambao pia walifanyia utafiti hii bidhaa na kuweza kugundua kwamba ni bidhaa bora ambayo inaweza kutumika kwa watu wote. Kuna Halal, taasisi ya Waislamu. Hivyo Waislamu duniani kote wanaweza kutumia hii bidhaa kwa sababu ilithibitishwa kwamba inatengenezwa katika mazingira mazuri na haiwekwi vitu ambavyo vinaweza kuwa haramu na vinavyokinzana na dini. Kuna KPI, ni uwezo wa kuweza kupenya katika seli na kuweza kulinda seli kwa sababu seli ndio maisha yanapoanzia. Mfumo wa seli unapokuwa vizuri na unapolindwa ndivyo ambavyo afya njema inapopatikana. Trevor inasaidia vitu vingi ikiwemo afya bora kabisa, nishati zaidi, kuongeza ufahamu, kupunguza unene, kuzuia sumu na kupunguza hali ya kuzeeka, afya ya mfumo wa kinga ya mwili, afya katika rehemu, sukari pamoja na vitu vingine vingi ikiwemo ni afya ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Maana hapa ndipo magonjwa mengi yanapoanzia. Watu wengi mfumo wao ya mmeng'enyo wa chakula hauko vizuri, watu wanakosa choo siku 1, 2, 3 wiki. Hiyo ndio chanzo cha magonjwa mengine mengi ambayo tunayapata kulingana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kutokuwa vizuri. Kuna vitu vingine vingi sana, mambo mengi ambayo Trevor inaweza kusaidia. Hii yote ni katika kukupatia afya njema na kuweza kuweka katika kufurahia afya thabiti
afya yenye msisimko thabiti kulingana na bidhaa hii na ubora wake jinsi ilivyotengenezwa. Kuna shuhuda nyingi sana duniani kote kwa bidhaa hii ya Trevor kwa watu ambao wameitumia. Kuna dada yetu ambaye yeye alikuwa na matatizo makubwa sana ya kinga ya mwili kuweza kushuka kwa kiwango kikubwa sana, na kwa hali aliyofikia watu wengine walikata tamaa kabisa. Lakini alipotumia Trevor ndani ya muda mfupi, kiwango chake cha CD4 kiliweza kupanda kwa kiwango kikubwa sana katika kasi ya kushangaza, kitu ambacho hakuna mtu aliyeamini. Hivyo bidhaa Trevor haina mipaka vile ambavyo vinaweza kukusaidia katika afya. Hakuna ugonjwa ambao sugu unaweza kushindikana endapo utaweza kutumia bidhaa hii ya Trevor, kwa sababu inaweza kupenya mpaka katika level ya seli, na katika level ya seli ndipo ambapo maisha yanapoanzia kama nilivyokuambia. Lakini kuna watu waliosumbuliwa na miguu kuvimba pamoja na matatizo ya figo, matatizo ya maini, matatizo ya moyo. Lakini kuna watu ambao wamehangaika sana na kisukari kwa muda mrefu. Kuna watu ambao walihangaika na uvimbe wa kizazi kwa wanawake, lakini waliweza kupona bila hata kufanywa operation. Lakini kuna wengine walikosa watoto kwa muda mrefu. Leo hii wanaweza kushuhudia matokeo ya ajabu ambayo wamepata kutoka katika hii bidhaa ya Trevor. Hivyo Trevor ni bidhaa moja tu ambayo iko katika mfumo wa kimiminika, ambayo inaweza kuleta matokeo makubwa ya kushangaza endapo mtu anaweza kuitumia. Ndio maana leo hii kuna watu ambao wanafurahia bidhaa ya Trevor na wameweza kuipendekeza hii bidhaa kwa ndugu zao, marafiki, jamaa na watu wa karibu, kutokana na kile ambacho wamekishuhudia kutoka katika hii bidhaa ya Trevor. Shuhuda ziko ni nyingi sana ambazo hatuwezi tukazielezea zote kwa muda mfupi. Ni shuhuda nyingi ambazo zimeweza kuwasaidia watu kuweza kupata afya nzuri na kuweza kufurahia maisha kutokana na matokeo mazuri ambayo wameyapata kutoka katika bidhaa ya Trevor. Bidhaa ya Trevor inaweza kutumiwa na watu wote bila kujali umri, inaweza kutumiwa watoto, watu wakati pamoja na wazee, na kuweza kupata afya njema. Ni bidhaa ya kimapinduzi kwa kweli, ambayo mpaka leo utafiti ulifanyika duniani, hakuna bidhaa nyingine yoyote ambayo inaweza kulingana na bidhaa ya Trevor. Bidhaa ya Trevor unaweza kutumia 2 ounce kwa mara moja, au kutumia ounce moja asubuhi na moja jioni. Kwa umri wakati unatumia nusu asubuhi, nusu jioni, na watoto ni robo asubuhi na robo jioni. Hivyo bidhaa ya Trevor inaweza kutumiwa na watu wote na unaweza kufurahia afya maridhawa. Sasa utashangaa kwamba kile ambacho unakipata katika Trevor, kama ungekuwa unanunua bidhaa nyingine sokoni ili uweze kukidhi mahitaji ambayo ungeweza kupata kwenye Trevor, ni wazi kwamba kwa mtu mmoja utatumia zaidi ya milioni 1 ili kuweza kukidhi kile ambacho utakipata katika Trevor. Lakini cha kushangaza, Trevor unaweza kuipata kwa bei ndogo sana na kuweza kuokoa gharama kubwa, lakini pia kuweza kujihakikishia kuwa na afya njema. Hivyo ni vizuri kuwa na account ya Trevor. Unafungua account ya Trevor ambayo itakuwezesha kuweza kupata bidhaa ya Trevor kwa bei ndogo sana, na kila wakati unapohitaji bidhaa ya Trevor utaweza kuipata kwa bei ndogo kama utakuwa umefungua account ya Trevor kwa ajili tu ya kupata bidhaa kwa bei ndogo, kwa sababu utanunua moja kwa moja kutoka katika kampuni. Hivyo tunakukaribisha sana uweze kutumia bidhaa ya Trevor ambayo itaweza kukusaidia wewe kuweza kufurahia afya maridhawa na kuweza kuwa na shuhuda kutokana na matokeo ambayo utayapata. Asante. Kampuni ya Trevor ni kampuni ya Kimarekani ambayo ilianza mwaka 2010 huko nchini Marekani, na mpaka sasa imeweza kusambaa katika nchi nyingi sana duniani na inazidi kusambaa kila wakati. Sasa Trevor ni kampuni bora, kampuni ambayo inafanya biashara katika aina biashara ya mfumo wa soko la mtandao. Biashara ambayo inahusisha kushirikishana kuhusiana na bidhaa kwa njia ya mdomo, watu tunaowafahamu, na wale watu wanaweza wakawa sehemu ya kampuni na wao wakapenda bidhaa, wakapenda kuwa katika mfumo huu, na hatimaye tukaweza kutengeneza pesa kupitia hiyo njia. Ni njia rahisi, lakini ni njia nzuri ambayo inaweza kuipeleka biashara ikakua kwa kiasi kikubwa na kuweza kumlipa mtu. Trevor ni jibu kwa ajili ya maisha yako, tena maisha yenye uhuru. Tunapozungumza maisha yenye uhuru unayotamani, ni yale maisha ya kuweza kutengeneza kipato kikubwa na maisha kuwa na uhuru wa muda. Maisha ya uhuru wa kuweza kutengeneza kipato kikubwa ambacho unakusudia bila mipaka, kulingana na wewe mwenyewe utakavyofanya jitihada. Lakini ni kampuni ipo katika jiji la Oklahoma nchini Marekani na ilianzishwa mwaka 2010. Ni kampuni ambayo haina madeni na ipo nchi mbalimbali ulimwenguni.
hapa Tanzania ilianza mwaka jana, mwaka 2010 ilianza mwaka juzi mwaka 2014 na mpaka sasa tuna mwaka mmoja na miezi michache, na kampuni imekuwa kwa kiasi kubwa sana, na tumeshafungua matawi. Tuna tawi hapa Dar es Salaam ndio ofisi kuu, tuna tawi Arusha, lakini pia tuna tawi Mbeya. Hivi karibuni tutafungua Mwanza, tutafungua Dodoma na sehemu zingine pia. Kwa hiyo kampuni inakuwa kwa kiasi kikubwa sana kulingana na mfumo wa biashara jinsi ulivyo mzuri unavyolipa, lakini pia bidhaa jinsi ilivyo bora. Lakini bidhaa yetu ni bidhaa yenye nguvu na iko tofauti sana na bidhaa nyingine zote ambazo utazipata katika biashara ya soko la mtandao. Na mpango wa kipekee kabisa wa fidia, mpango ambao unaweza kukupatia wewe kutengeneza kipato kikubwa cha pesa. Ni mpango wa kitofauti sana, uko tofauti na mipango mingine ambayo inatumiwa na makampuni mengine. Tunaamini katika ukuu ambao tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na Trevor imeundwa katika nguzo kuu 4. Nguzo ya kwanza ni afya ya mwili, lakini pia nguzo ya pili ni afya ya kifedha, kuna afya ya kihisia pamoja na afya ya kiroho. Haya ni mambo makuu 4 ambayo yanamfanya mwanadamu aweze kuwa amekamilika. Uzuri wa kampuni unaweza kuiangalia katika ile safu ya waanzilishi. Sasa Trevor inaonekana ubora wake kulingana na ukiangalia waanzilishi Mark Stevens na Holly Stevens. Hawa ni watu ambao wana miaka 60 ya uzoefu wa kazi pamoja na utendaji, lakini pia wana miaka 20 ya uzoefu katika biashara soko la mtandao, katika kujenga biashara zao wenyewe, lakini pia kwa viongozi wa juu. Kwa hiyo ni watu ambao wana uzoefu mkubwa na wana uwezo mkubwa sana katika kuongoza biashara. Ndio maana wakaweza kufanikiwa kuweza kuibuka na mfumo mzuri katika hii kampuni ya Trevor, mfumo ambao leo hii umeweza kuwezesha watu na ndoto zao, na watu wakaweza kunufaika na kampuni ya Trevor. Biashara ya Trevor ilianza kwanza katika ugunduzi wa bidhaa ya Trevor, ambao huu ugunduzi ulitokana na Mark Stevens kushuhudia mamake jinsi alivyokuwa anaumwa kwa muda mrefu na ugonjwa sugu. Alikuwa akitibiwa lakini hakupata nafuu. Jambo hili ndilo lililofanya Mark Stevens akaweza kuweza kuwa na hamasa kubwa ya kuweza kutafuta suluhisho kwa ajili ya kusaidia watu wote ambao wana maradhi sugu. Ndipo hapo ambapo utafiti uliweza kufanyika kwa miaka 4.5 kuweza kuzunguka dunia kuangalia matunda, mboga na mimea ambayo inafaa kwa ajili ya afya. Ndipo ambapo bidhaa ikaweza kuja kutengenezwa, na bidhaa ambayo imeleta mapinduzi duniani kote. Ni formula ya kipekee na kimapinduzi ambayo iko katika mfumo wa kimiminika. Trevor iko katika mfumo wa kimiminika, ni kama juice, ina vinilishe 174 kutoka ulimwenguni kote. Na humo ndani katika Trevor kuna vitamini, kuna madini, kuna matunda mbalimbali ya bustanini, kuna mizizi, kuna mboga, vyakula na vitu vyote ambavyo hivi vitu vina msaada mkubwa sana katika afya. Na ina formula ambayo ina kazi 3. Kwanza ni kurejesha, lakini pili kuunda upya, na kuamsha mwili wako kuweza kuweka katika afya nzuri, afya njema yenye msisimko. Ukiangalia Trevor imeweza kuthibitishwa na vibali kutoka taasisi mbalimbali. Kuna maabara kubwa za Brunswick, hizi maabara kubwa ambazo zimethibitisha baada ya kupima wakagundua kwamba ina kiasi kikubwa sana cha ORAC. ORAC ni uwezo wa hii bidhaa kuweza kupenya katika seli na kuweza kuondoa sumu mwilini. Kwa hiyo ina kiwango kikubwa cha ORAC kama 400. Ni kiwango kikubwa ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika bidhaa yoyote duniani. Lakini kuna taasisi ya Waislamu pia na yenyewe ilitoa muhuri wa halal pamoja na kosha wa Yahudi. Sasa Trevor inasaidia katika mambo mengi sana ya afya. Inaweza kusaidia kuwa na afya bora kabisa, nishati zaidi, kuongeza ufahamu, kupunguza unene, kuzuia sumu na kupunguza hali ya kuzeeka, afya ya mfumo wa kinga wa mwili, afya katika rehemu, sukari na katika damu. Pia inasaidia afya ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kiwango sahihi cha tindikali na alkali, kurudisha nguvu baada ya michezo na uchovu, hisia maridhawa za uzima, afya ya moyo na mishipa inahusiana, lakini pia inaboresha milo isiyojitosheleza. Ni lishe asilia inayojitosheleza kwa watu wote. Trevor inatumika kwa watu wote, haijalishi wanaumwa, haijalishi hawaumwi, haijalishi umri wao. Trevor inawahusu sana na ni bidhaa bora ambayo inaweza kuwapatia afya njema. Sasa basi twende tuangalie katika fursa ya biashara. Trevor pamoja na mfumo mzuri wa biashara ambao unatumia matrix ya njia moja. Ni biashara ambayo inakuwezesha kuweza kutengeneza kipato kikubwa baada ya kujenga biashara yako. Kila mtu anaingia katika kampuni ya Trevor anakuwa chini yako na anachangia kipato chako. Hebu fikiria, duniani kote watu wanaingia katika Trevor
madam tu ameingia baada yako, anaweza kuchangia katika kipato chako na kuweza kuwezesha kupata kipato kikubwa. Sasa basi, katika mpango wa fidia kuna njia 8 za kutengeneza pesa. Sasa kabla tujaangalia hizi njia 8 za kutengeneza pesa, tuangalie kwanza, kabla hujatengeneza pesa lazima uwe mwanachama wa kampuni ya Trevor. Na ili kuweza kuwa mwanachama kuna viwango ambavyo unaweza kuanza navyo. Kuna hichi kiwango cha PS1. Hichi kiwango mtu ataanza kwa 187,050. Atapewa chupa moja kubwa ya Trevor. Na hii mara nyingi wanajiunga watu ambao wanataka kuwa watumiaji wa bidhaa mara kwa mara. Lakini kwa watu ambao wanataka kufanya biashara ya Trevor ni vizuri wakaanza na chupa 3, ambapo ataanza kwa 466,700. Atapewa chupa 3, atafunguliwa website yenye jina lake, lakini pia atapewa ID number, ambayo ID number iko tofauti na mtu yote duniani. Itakuwezesha wewe kuweza kumsajili mtu yeyote katika biashara na sehemu yote duniani. Lakini viwango viko vingi, mtu anaweza kaanza navyo mpaka kiwango kikubwa cha chupa 24, mtu anaweza kaanza kuweza kufanya biashara. Lakini kiwango ambacho mtu anaweza kaanza nacho cha chini katika kufanya biashara ni hichi kiwango cha chupa 3 ambacho ni shilingi 466. Sasa turudi tuangalie njia 8 za kutengeneza vipato. Njia ya kwanza ni mauzo ya rejareja. Unapokuwa mwanachama wa Trevor unapata nafasi ya kuweza kununua bidhaa katika bei ndogo, bei ya punguzo. Kwa hiyo utaweza kuziuza hizi bidhaa na kuweza kutengeneza pesa. Unatengeneza kiasi cha 25% mpaka 40%. Kwa kama unaweza kutengeneza kuuza bidhaa nyingi kadri unavyoweza, unaweza kutengeneza kipato kikubwa. Lakini hichi sio kipato cha kutumainia tu, kuna vipato vingi. Kipato kingine ni jinsi ambavyo unaweza kuwasajili watu wengine katika biashara. Sababu unapokuwa mwanachama wa Trevor unaweza kuwasajili watu wengine kwenye biashara. Watu ambao wanapenda kuongeza vipato, watu wanapenda kubadilisha maisha yao. Hao watu watakapoingia chini yako, basi unaweza kutengeneza vipato. Sasa mtu kama ataingia kwa chupa moja, kampuni itakulipa shilingi 37. Na kama mtu ataingia kwa chupa 3, kampuni itakulipa 111. Mtu akiingia kwa chupa 6, kampuni itakulipa 222, na mpaka chupa 24 kampuni itakulipa 888,000. Kwa kama unaweza kuingiza watu 10 ambao wataingia kwa chupa 24, kampuni itakulipa 888 kwa watu 10. Hakuna ukomo wa idadi ya watu ambao wataingia kwenye biashara yako ambao kampuni itakulipa. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu ni watu ambao wataingia. Ukiingiza watu, wale watu wakiingiza watu wengine, bado kampuni itaendelea kukulipa. Kwa kama umeingiza labda mtu yule akamuingiza mtu mwingine, kwa hiyo mtu ambaye ameingizwa na mtu wako, kampuni itakulipa shilingi 22,200. Na hapa pia hakuna ukomo wa watu ambao wataingia. Watu watakapoingia hata wengi kiasi gani, kampuni itakulipa. Sasa hebu fikiria, kama mtu akiingizwa na mtu ambaye umeingiza wewe kwa chupa 24, kampuni itakulipa 177. Kwa hata kama wakiwa watu 100, 1000 ambao wameingia bila wewe kujua, pengine wameingizwa na watu walioingiza wewe, bado kampuni itaendelea kukulipa. Hiyo ni njia ya tatu. Naomba tujikumbushe. Njia ya kwanza nilisema ni mauzo ya rejareja, ambapo kampuni itakupa nafasi ya wewe kuweza kuuza bidhaa kwa bei ya rejareja na kutengeneza kipato. Njia ya pili ni watu wanaoingiza katika biashara. Njia ya tatu ni wale watu wanaoingiza katika biashara wakiingiza watu wengine. Lakini njia ya 4 ni commission ya ukubwa wa kundi. Yaani unapokuwa na watu katika biashara, watu ambao wameingia katika biashara kwenye kampuni, wale watu wakiingiza watu wengine, kampuni itaendelea kukulipa. Sasa tuchukulie mfano, kizazi cha kwanza umeingiza watu 5 hapa kwenye biashara. Watu 5 wakaingiza watu 5 wengine, hawa 5 wakiingiza watu 5 wanakuwa watu 25. Watu 25 wakiingiza watu wengine 5 wanakuwa watu 125. Mpaka tukifika kundi lako la 8 au kizazi cha 8, utakuwa na watu 390,625. Sasa basi, angalia kampuni itakapokulipa. Ikiwa kama kila mmoja atanunua chupa moja tu kwa ajili ya matumizi yake yeye mwenyewe, kampuni itakulipa kiasi cha fedha hichi. Kama watu 5 wakinunua chupa moja, kampuni itakulipa shilingi 27,750 kwa mwezi. Na kizazi cha pili, hichi ni kizazi cha kwanza tu. Kizazi cha pili, kampuni itakulipa 138,000. Kizazi cha tatu itakulipa 462. Kizazi cha 4 itakulipa 2,200,000 na 300,000 na kitu. Mpaka tukifika kizazi cha 8, kampuni itakulipa 1,000,000,000 na 1,445,000. Sasa unajumlisha hizi pesa zote, ndizo pesa ambazo zinaingia kwenye akaunti yako. Kwa mpaka kizazi cha 8 unatengeneza 1,000,000,000 na 1,800,000 na kitu. Hii ni pesa ambayo unaipata katika hii njia ya kutengeneza kipato. Lakini hakuna ukomo wa
wa kiasi ambacho watu watanunua. Watu wanaweza kununua bidhaa nyingi, kadri wanavyonunua bidhaa nyingi ndivyo ambavyo kampuni itakulipa pesa nyingi. Kwa hiyo katika kampuni ya Trevor hakuna ukomo wa kiasi ambacho unaweza kupata. Kampuni inakuwezesha kuweza kupata kipato kikubwa kadiri ya jitihada zako utakazofanya. Lakini haishii hapo tu, kuna bonus ya ukubwa wa timu. Utakapofika kadiri timu yako inavyozidi kuwa kubwa ndivyo unavyozidi kupanda ngazi katika uongozi. Ukifika katika ngazi ya director kwenye Amethyst, unaingia katika gawio la faida ulimwenguni kote 1%. Maana kumbuka kampuni ya Trevor inatoa 15% ya gawio la faida kama mauzo duniani kote. Kwa hiyo ukiingia kwenye Amethyst utapata 1% ya mauzo. Kwa hiyo ukiingia tena katika ngazi nyingine White Sapphire utapata 1% nyingine. Mpaka utakapofika ngazi ya Black Diamond Grand Elite utapata 15% katika 1% hapa kwenye hizi ngazi zote. Sasa fikiria kwa mfano kama kampuni itafanya mauzo kwa mwezi shilingi labda bilioni 2. 1% ya bilioni 2 ni milioni 200. Kwa hiyo ukiwa katika ngazi ya Amethyst utapata gawio la faida shilingi hizo milioni 200, utapata mgao wa milioni 200 pamoja na viongozi wengine ambao wamefika katika hiyo ngazi. Ni kipato kikubwa. Lakini ukifika katika ngazi ya Emerald Elite, kampuni inakupa mpango wa kupata gari mpya ya kwako kutembelea. Kwa hiyo ni kampuni ambayo inalipa. Sasa ngazi nyingine au namna nyingine ya kutengeneza pesa ndio hiyo bonus ya uongozi, ambapo utapewa gari mpya ya kutembelea na kampuni inatoa magari ya thamani ya juu. Tena gari yenyewe ni gari mpya ambayo haijatembelewa. Lakini kuna bonus za upendo. Tunaamini kwamba jambo zuri ni kuweza kugusa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo utakapokuwa kiongozi katika kampuni ukafika katika ngazi ya juu, kampuni itaweza kutoa cheki ya pesa au hundi ya pesa nyingi, ambazo hizi pesa zitaweza kufadhili mradi wote ambao wewe utaupendekeza. Hivyo pesa zitatoka katika kampuni kwa jina lako kuweza kufadhili ule mradi ambao wewe umeupendekeza. Sasa hii ina maana mbili. Kwanza itasaidia kampuni kuweza kuwa sehemu ya kugusa maisha ya jamii. Lakini pia wewe utafahamika kama mjasiriamali ambaye umefanikiwa, ambaye pia unagusa maisha ya watu. Sasa hizi ndio njia 8 ambazo kampuni inaweza kukuwezesha wewe kutengeneza pesa. Kampuni ya Trevor ni kampuni ya kipekee sana. Ndani ya muda mfupi imeweza kuwezesha watu na kutengeneza vipato vikubwa. Leo hii tuna watu hapa Tanzania ambao tayari wameshapata magari mapya ya kutembelea, lakini tuna watu ambao wanatengeneza zaidi ya milioni 40 kwa mwezi. Kwa hiyo kampuni ya Trevor ni mpango mzima kwa ajili ya uhuru wa kipato, lakini pia ni mpango mzima kwa ajili ya uhuru wa muda. Sasa ni wewe kuweza kuchukua hatua na kuweza kuwa mwanachama wa Trevor, kujiunga kadiri unavyoweza katika ngazi yote ile na kuweza kunufaika na kipato. Asante sana.